Yes, coach for another days. Unajua macho ya binadamu, sikiliza sana mjomba, chukua hii hapo. Macho ya binadamu ni macho ambayo yana ishara kubwa sana, ushafahamu. Na macho ya binadamu hata ya mnyama, yani kiumbe chochote, ushafahamu, macho yao mtu kuna mtazamo ambao ule mtu mtazama mtazamo wa upendo, ushafahamu, au kuna mtazamo wengine wa chuki, ushafahamu, au kuna mtazamo wengine wa furaha, au kuna mtazamo mwingine akutizama ni wa kutaka urafiki, ushafahamu, au kuna mtazamo mwingine vile vile wa kutizama akawa kuna jambo atakwambia, na vile vile kuna mtazamo mwingine wa macho vile vile kutizama kama kuna hatari vile, ushafahamu, au kuna mtazamo mwingine vile vile wa kutazama ambao wanakuwa hapendi mambo yako au kitu chako au wanakugomba, ushafahamu. Kwa hiyo katika macho ya binadamu kuna hisia ambazo ni tofauti, na vile vile kuwa makini, kwa sababu gani? Macho ni vitani, ushanisoma, kwa binadamu hata kwa kiumbe chochote kile kile unachokijua wewe duniani, ushanisoma. Kwa hiyo binadamu wote wana kitu ambacho spiritual au nguvu ambazo zimejificha, ambazo ziko ndani zaidi. Hizo ni zinaileta ishara ambayo ina mafanikio ya kutazama kitu au kukiharibu kitu. Kwa hiyo lazima usome macho ya watu ambayo hata marafiki zako unakaa nao vile vile uweze kujua macho yao wanakutazama vipi, ushanisoma. Kwa hiyo nilikuwa ni changamoto ambayo ni watu wengi hawajaisoma hiyo, lakini kwa hiyo lazima utafakari uweze kuijua, sababu ukijua hisia za macho za binadamu au za viumbe unakuwa tayari wewe ushapiga hatua kubwa ya elimu, sababu watu wengi wanapata matatizo kwa kupitia macho ya watu, tushafahamu. Kwa hiyo lazima uwe makini katika kukaa nao, au hata kama ulipotembea sehemu mtu akutazama unajua tu huyu anatazama kwa ishara gani, ushanisoma. Kuwa makini, kwa mwangalifu, na chunguza macho ya watu, utaona.